Siku mbili zilizopita na msanii wa Nigeria Burna Boy alionekana kuingia kwenye mtandao ama kutrend pia unaweza kusema hivyo kuhusiana na kusambaa kwa clip ya video ambayo ilikuwa inamuonesha yeye pamoja na DJ Tunes. Huyu ni official DJ wa msanii Wizkid ambaye wamekuwa wakifanya kazi kwa ukaribu mkubwa sana. Sasa wameonekana wakigombana, yani unaweza kusema hivyo. Ni kitu ambacho kusema kweli hakikuwa sawa na hakuna mtu ambaye alitarajia, na inasemekana kwamba sababu ni kwamba DJ Tunes wakati yupo pale kwenye club alikuwa anapiga nyimbo za Wizkid pasipo kujua kwamba Burna Boy yuko pale, jambo ambalo halikumpendeza Burna Boy kwamba kwa nini unapiga nyimbo za Wizkid pekee, ina maana uwepo wangu mimi hauna thamani au vipi? Lakini ukweli ni kwamba na DJ Tunes hakufahamu kama Burna Boy yuko pale, kitu ambacho kilipelekea na mpaka chama cha DJ pale nchini Nigeria wakipiga marufuku kwa DJ yoyote kucheza wimbo wa Burna Boy, lakini pia wamempa masaa 24 kuomba msamaha, la sivyo karia yake inaweza kaishia hapo, kwa jinsi ambavyo watu upande wa DJs wameonekana kutokufurahishwa na kitendo cha msanii Burna Boy. Sasa wakati hayo yanaendelea, baada ya video hiyo kusambaa na watu mbalimbali kutoa maoni yao, Wizkid ndo alikuwa mtu ambaye hakutoa maoni. Hatimaye Wizkid ameibuka na kusema kwamba kwa maana baada ya hiyo video kusambaa zikimuonesha mwanamuziki Burna Boy pamoja na mabouncer kadhaa wakimshushia kipigo DJ Wizkid, DJ Tunes. Sasa kutoka kwenye Twitter na zamani ambayo kwa sasa hivi ni X, ni kama kwa upande wa Big Wizzy ama Wizkid, yeye pia ameamua kuingilia kati ugomvi huo kwa kuandika kwamba kitendo cha Burna Boy ni cha kijinga sana na hajawahi kuona ujinga kama huu kutoka kwa mchumba wa Diddy, yani akimaanisha kwamba Burna Boy ni mchumba wa Diddy. Tutakumbuka kulikuwa na ile rumors ambayo ilikuwa inatembea kwamba mtandaoni Burna Boy aliwahi kwenda kwa Diddy na vitu vingine vingi ambavyo havikuwa official kwa maana ya vilikuwa vinaenezwa kuhusiana na Burna Boy. Utakumbuka Diddy sasa hivi yupo gerezani huko kwa mashtaka yake hayo, lakini kwa upande wa Burna Boy mwenyewe sasa hatimaye msanii huyo wa Nigeria Burna Boy amejibu madai yanayoendelea kusambaa mitandaoni kuhusu tukio linalomhusisha yeye kupigana na DJ Tunes ambaye ni DJ na rafiki wa karibu wa msanii Wizkid. Sasa kupitia maelezo yanayosambaa kwenye mitandao ya kijamii, Burna Boy amedai kuwa hakumpiga vibaya DJ Tunes kama ilivyodaiwa na baadhi ya watu pia na baadhi ya watu, lakini Burna Boy alisema kwamba alimzaba makofi mawili tu. Amesema kwamba nilimpiga makofi mawili tu, hakuna mtu mwingine aliyempiga. Nilitegemea bosi wake Wizkid anipigie simu ili tusuluhishe jambo hili, lakini badala yake akaenda kuzungumzia mitandaoni. Kauli hiyo Burna Boy imekuja baada ya Wizkid kuripotiwa kumjibu Burna Boy kwa maneno makali mtandaoni akimtetea DJ wake na rafiki yake wa karibu DJ Tunes. Sasa hii hapa ni sehemu tu ya yale ambayo Burna Boy amezungumza kupitia hiyo video ambayo inatembea sana mtandaoni akimjibu Wizkid kwamba nilimpigia, akisema kwamba yeye alimpiga makofi mawili tu DJ Tunes na si kama ambavyo inaelezwa kwamba Burna Boy na bouncer wake 10 walimchangia DJ Tunes. Charlie, no be tell people to touch that guy. Oh God, no be tell people to touch, only me. I swear my mama, if I dey lie, people to carry my mama go anywhere with see mama do. Now only me. 2 slap, now I give her. I tell everybody, nobody touch her. All this time my way at the door. Anyway, you can't go to the food. You can't go to the food. I still say to send squad or something. I still dey there for like 3-4 hours, 5 hours. You get me like 10 people, they see me, they run naturally. Now 2 slap I give up. Finish. I make sure nobody touch her. She 10 people touch her, na so you go. 10 of the weakest niggas for this world, you can never touch her, na so you go. Nobody touch them, bro. Not in me. Now 2 slap, now I give up, now you get the shit. One single blue, then no true. I know true. Nobody true. You feel me? So
internet their own power dey. They go do internet things. We na real life our own power. Oh God, the true thing. See me where I come dey. I say I don't give am too much credit. Because for my mind, I believe say okay, they go call something, they go call your guy go do something. Now tweet your guy go do tweet. Like, bro, so what was the point? That means I don't waste my time. Like, I beg, man, I still find my Mr. Easy lifestyle, bro. I swear, bro, this thing. Inshallah. You don't say you come later. Now why this thing? So no reason all this thing. No reason these people are doing. No reason it's up at all. Yes, sasa hiki ndicho ambacho amekizungumza Burna Boy na yale ambayo alikuwa anaelezwa huko mtandaoni, lakini kumbukwe Burna Boy pamoja na DJ Tunes waliwahi kukutana kwenye wimbo unaitwa Cotton Candy, wimbo ambao ulimkutanisha pia jamaa anaitwa Relki. Sasa lakini pia na miaka kadhaa iliyopita wasanii wa Nigeria Burna Boy na Wizkid pia waliwahi kuwa marafiki wakubwa, na kwenye moja ya tamasha la O2 Arena pale walisema hadharani kuwa watakuwa marafiki milele. Lakini leo wawili hawa inaonekana kwamba ushikaji wao kama unaelekea pabaya baada ya Burna Boy kumpiga DJ wa Wizkid, lakini pia ni rafiki yake wa karibu sana. Burna Boy na Wizkid wameshirikiana kwenye nyimbo kadhaa ikiwemo Jinja iliyotoka mwaka 2021, Ballon d'Or iliyotoka mwaka 2022, pamoja na wimbo unaitwa With You uliotoka mwaka 2025 ambazo zilifanya vizuri sana duniani kote. Lakini tukio hilo limezua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wa muziki wa Nigeria kwenye mitandao ya kijamii, huku wengi wakijadili kinachoendelea kati ya wasanii hao wakubwa wa Afrobeats.